Kadhalika katika yani makosa katika kuvaa ni mwanamke kuvaa akawa anavaa kisha anajitia manukato na anatoka katika nyumba yake. Haya ni katika makosa ambayo mwanamke Muislamu anatakiwa ajihadhari. Lakini jambo lingine ambalo ni kosa, hairuhusiwi mwanamke kutoka kwenda kurembwa saluni. Hairuhusiwi mwanamke kwenda kurembwa saluni. Ukitaka urembo, huyo anayekuremba kama ni bibi harusi au bibi harusi wako, huyo mrembaji mchukue umlete ndani kwako, mko ndani wewe na huyo mwanamke anayeremba tu. Biashara ya mwanamke, unatoka hapa unakwenda saluni, ukifika unakuliwa nguo, wanakuja watu na wanaume wakiwepo wanasema wanakuremba. Jambo hilo halifai. Unajidhalilisha wewe, unamdhalilisha mume wako na unawadhalilisha watu wengine ambao wanatakiwa wapate heshima kupitia wewe. Kwa hivyo haya ni mambo ambayo mwanamke wa Kiislamu anatakikana ayazingatie. Ala kulli hal, katika vitu ambavyo pia tunakumbushana ambavyo mwanamke Muislamu anatakiwa kuzingatie, sisi Waislamu hatuna desturi wala hatuna mafundisho ya kuvaa pete za ndoa. Unaweza kushangaa, pete za ndoa ni utaratibu wa makafiri, tumeiga. Unaweza wewe mwanamke ukavaa pete kama urembo, lakini sio pete ya ndoa. Sisi Waislamu, ukishaoa umeshaozeshwa wewe na mkeo, basi endelea na maisha yenu. Masuala ya kusema kwamba hii pete ya ndoa, hii mbinu za maisha, unaruhusiwa kuvaa pete kama kawaida, lakini si pete kwa maana hii inaitwa pete ya ndoa, kwa sababu sisi Waislamu hatujafundishwa na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuvaa hizo zilizoitwa pete za ndoa. Jambo lingine ambalo haliruhusiwi kwa mwanamke ni kwenda katika sehemu za kuogelea. Leo kuna watu pengine mwanaume dini yake kidogo ni dhaifu. Wewe kwa sababu unasikia hapo, mwambie mwanamke anaruhusiwa kuoga katika hii swimming pool zile, lakini ikiwa ni nyumbani kwake. Yaani mfano mmeingia, ni watu ambao wana uwezo wao wapo, mtu katika kama hivi ni nyumba uwanja kama huko amejenga swimming pool ya kuogelea, yuko yeye na mume wake, hamna shida, anaweza kavaa zile nguo za kuogelea na kuogelea. Lakini kutoka ukaenda kulipa pesa kwenye magorofa au kwenye hoteli, alafu ukaenda ukawa unaoga mbele za wanamume au mbele za wanawake wenzako, jambo hilo ni haramu la yajuzu. Leo ni wanawake wangapi siku za wiki kama hivi wanakwenda kulipia katika maeneo tofauti tofauti, wanasema wanakwenda kufanya outing kidogo, wanaoga katika maeneo kama hayo. Kwa hivyo Muislamu anatakikana ajiepushe na maeneo kama hayo. Kwa kumalizia mada yetu hii ya hijabu na urembo, kuna watu ambao wewe mwanamke wa Kiislamu unaruhusiwa kuonyesha mapambo yako. Mtawataja hapa. Ukiona amesi kumtaja hapa, uruhusiwi akuone katika mapambo yako. Mtu wa kwanza ni baba. Tukisema baba, anaingia baba, anaingia babu na kwenda juu. Watu hao wanaruhusiwa ukivaa hereni, ukivaa mkufu, ukivaa bangili, ukivaa makeup, ukivaa makeup akakuona baba yako mzazi au babu yako mzaa baba au mzaa mama. Aina ya pili ni baba wa mume wako. Kitendo cha wewe kuolewa na mtoto wake, wewe kwa yeye ni haramu mzazi kuoa. Wewe kama baba yako, baba yako mkwe, unaweza kukaa umevaa kichwa wazi au umevaa hijabu au una hereni kaonekana, kwa sababu yeye anahesabika ni baba yako. Aina ya tatu ni watoto. Tukisema watoto tunakusudia watoto wako wewe, watoto wako wewe wa kuwazaa au watoto wa kaka yako ambao unazaliwa naye, kwa sababu wewe ni shangazi yao, kwa sababu hawezi kuoa. Watoto wa
wale watoto wa kaka yako wakikuangalia wewe ni shangazi yao. Kwa hiyo unaweza ukakaa mbele ya watoto hao wa kiume, kwa sababu wao hawawezi kuoa, kwa sababu wewe ni shangazi yao. Kadhalika kaka yako umechangia naye baba, umechangia naye mama, pia huyu pia ni katika mahali zako. Watoto wa dada yako wa kiume, kadhalika baba zako wadogo, baba zako wakubwa, wote hawa wanaruhusiwa kisheria kuona mambo yako na si haramu. Wajomba zako pia yaruhusiwa wakakuona, yaani sio mjomba wako anakuja, mjomba wako maana mjomba anazaliwa na mama yake, sio unamvalia nikabu, kuna haramu wa kukuona. Naam, lakini watoto wake, sikiza vizuri hapa, tunazungumza mjomba kama mjomba, watoto wake kama watoto wake, wewe uwabalie hijabu, kwa sababu wao wanaweza wakakuoa. Yaani watoto wa mjomba na shangazi wanaweza kaoana. Kadhalika katika watu ambao wanafaa kukuona vile vile ni wanawake. Wanawake wanaruhusiwa kukuona, lakini wawe wana mwisho sehemu ya kukuona ni mikono, yaani humu kwenye mikono, kwenye miguu, kichwani na shingoni. Basi masuala ya kuonana kwenye vifua, kuonana kwenye mapaja, jambo hilo haliruhusiwi hata kama ni wanawake wenzako. Na hii ya wanawake hawa tunazungumzia wanawake wacha Mungu, ama wanawake waovu ambao wako mtaani huko, wanawake ambao makafiri, haifai, kwa sababu ukiwaonyesha wakikuona wanaweza wakaenda kuwaambia wanaume kwamba unaona yule mama fulani usimwone na mali kama mwanamke mzuri yule. Sasa ukaona wanaume wanakuchukua, kumbe ile taarifa ilifikishwa na wanawake ambao wanakuona. Kwa msingi huo ndio maana mwanamke ambaye ni Muislamu wa sawa sawa haruhusiwi kwenda kusukwa barazani. Kama hapa unaenda kwa msusi, mpo kundi la wanawake, afu msusi anakuweni majumba pale, mnasukwa ukiwa hadharani, jambo hilo halifai. Unamuita yule msusi, unampa pesa, anakuja nyumbani, anakusuka ukiwa kwa nyumbani kwako, wewe unamlipa pesa. Sasa mbona msusi anasema anasuka shilingi 2000, unamwambia nitakupa shilingi 4000, 1000 ya kuja na 1000 ya kuondoka ya bodaboda, njoo nisike nyumbani. Kama kweli wewe unachunga heshima yako, hata mume wako nawaambia mimi kila wiki ikifika Jumapili huwa nasuka, au kila baada ya wiki mbili niangalie shilingi 4000 kwa ajili ya kusuka, au 3000, shilingi 1000 nauli ya yule msusi na 2000 kwa ajili ya ujira wake wa kusuka. Hii usiende kusuka kule, au kama ukienda kule basi iwe ni chumbani au ni ndani ambapo hakuingiwa na mtu. Sasa mtu anakwenda kusuka kwenye nyumba ya mtu, anakwenda kusuka barazani, mule ndani kuna vijana, kuna mume wake huyo msusi mwenyewe yupo. Sasa wanikuta anafundiwa nyumba pale, mara kidogo ni mwanaume anapita pale, anamuona yule mwanamke alipo, uzuri wake na mazingira yote anakuwa nayo. Hili jambo pia halifai. Kwa hivyo hivi ni vitu ambavyo mwanamke anatakiwa azingatie. Pia katika watu ambao wanaruhusiwa kuwaona ni watoto wadogo ambao hawajui chochote, wanaruhusiwa kuona. Yaani watoto ambao si watoto wako, watoto wadogo ambao si watoto wako wanaruhusiwa kuona, kwa sababu hawajui lolote. Lakini tayari wakishakuwa na uelewa hawaruhusiwi kuona, kwa sababu wanapewa hukumu ya watu ambao ni watu wazima. Yaani ala kulli hal, masaili ya kuhusiana na mapambo ni mlango mpana sana, lakini tutamalizia mada yetu hii kwa sababu zinazopelekea wanawake wengi wa Kiislamu kutoshikamana na misingi ya sheria katika masuala ya hijabu na mapambo. Jambo la kwanza ni ukosefu wa imani ambao kwa wanawake wengi. Jambo la pili ni uharibifu wa nyumba. Ndani ya nyumba kunapatikana watu ambao ni waovu. Inaweza ikawa mwanamke mwenyewe ambaye ni mama mwenyewe anavaa, anaonyesha viungo yake, anatembea sketi inampasua, havai hijabu. Watoto wanakuwa katika nyumba kama hii. Kwa hiyo hawa watoto nao hata kama wasome dini, inafikia hatua hawawezi kushikamana na dini, kwa sababu nyumba yao inatoka ni nyumba ambayo haipo katika hali nzuri. Lakini pia usimamizi mbaya ambao uliokuwa
yani kwa wanamume. Wanaume wengi wameshindwa kuwasimamia wake zao na mabinti zao kwa sababu ya udhaifu wa imani ambao uliokuwa katika nyumba kama hizo. Lakini pia mitandao ya kijamii, television na kufuata matamanio ya nafsi, hivi ni miongoni mwa vitu ambavyo vinachangia yani kwa wanawake wengi kutoshikamana na mapambo ya Kiislamu na hijabu za kisheria. Kwa haya ambayo tumeyasema kuhusiana na hijabu na mapambo ya kisheria, namuomba Allah subhanahu wa ta'ala bi asma'ihi husna wa sifatihi al-ulya atuwafikishe na tujalie tuwe katika watu ambao basikiza maneno na kuyafuata yaliyo mazuri. Hadha wallahu a'lam wa sallallahu wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa jazakumullahu khairan.